Je, wewe ni kiongozi wa kiroho? Hapa namaanisha askofu, mchungaji, mzee wa kanisa ama kiongozi wa idara fulani kanisani kwako. Yamkini na wewe pia ni kiongozi wa taasisi, shirika ama ofisi fulani ya umma au ya binafsi. Lakini pia upo wewe ambaye ndoto zako ni kuwa kiongozi bora wa kiroho ama kimwili. Sasa embu nikuulize swali. Unafahamu maana halisi ya uongozi? Sifa za kiongozi bora unazifahamu? Vipi kuhusu aina mbalimbali za uongozi na namna ya kuenenda kama kiongozi bora na mwenye maadili? Basi usikose kufuatilia kipindi cha Dawati la Uongozi kitakachokupa maarifa yatakayokujenga kwa kiongozi bora na mwenye maadili yanayokubalika na jamii na watu unaowaongoza. Kama ambavyo watu husema, ni bora kiongozi bora kuliko bora kiongozi. Ni kila Jumanne kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, na marudio ni Jumamosi kuanzia saa 3 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku, hapa hapa Habari Maalum TV. Utaungana na mwenyeji wa kipindi hiki, Askofu Mkuu wa FPCT Mchungaji Steve Mulenga. Usipange kukosa. Baba Mungu wetu uliye juu mbinguni, sifa na utukufu ni vyako wastahili, kwa kuwa umetukuka duniani na mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Baba Mungu wetu uliye juu mbinguni, sifa na utukufu ni vyako wastahili, kwa kuwa umetukuka duniani na mbinguni. Hakuna Mungu kama wewe. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Pumzi tulio nayo ni maajabu, unavyotulisha na kutuvisha ni ajabu. Umetulinda na ajali kwa safari zote, kwa fadhili zako tuko salama. Pumzi tulio nayo ni maajabu, unavyotulisha na kutuvisha ni ajabu. Umetulinda na ajali kwa safari zote, kwa fadhili zako tuko salama. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Sisi sio kwamba ni wema kuliko wale walio
waliofariki katika miaka iliyopita, bali fadhili zako na rehema juu yetu. Baba, hatutaacha kukusifu. Sisi sio kwamba ni wema kuliko wale waliofariki katika miaka iliyopita, bali ni fadhili zako na rehema juu yetu. Baba, hatutaacha kukusifu. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Hatutaacha kuziimba sifa zako kwa matendo makuu unayotutendea. Umetufunika kwa mabawa yako kama kuku na vifaranga, tuko salama ndani mwako. Miti yote hata ingegeuka peni, mbingu yote ikageuka makaratasi, hata bahari nayo ingegeuka wino, tukaambiwa tuandike sifa zako. Zisingetosha, 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 zisingetosha. Sifa zako ni nyingi sana. Miti yote hata ingegeuka peni, mbingu yote ikageuka makaratasi, hata bahari nayo ingegeuka wino, tukaambiwa tuandike sifa zako. Zisingetosha, 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 zisingetosha. Sifa zako ni nyingi sana. Tunakuinua Bwana,
Bwana Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njooni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona akaapo, wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa 10. Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, na Yesu akamtazama akasema, wewe Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petro au jiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natamani sijui kama tunakumbuka au tumeshasahau. Injili kamili ya Yesu Kristo. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Injili kamili ya Yesu Kristo. Leta mamilioni ya watu kwa Yesu. Amina. Namna gani tunaweza tukaleta mamilioni ya watu kwa Yesu? Namna gani tunaweza tukaleta mamilioni ya watu kwa Yesu? Jina la Bwana libarikiwe. Ujumbe wa leo ni namna gani tulete mamilioni ya watu kwa Yesu. Wangapi walikuwepo Jumapili wanaosha mikono? Karibia wote walikuwepo. Wangapi hawakuwepo? Wale ambao hawakuwepo Jumapili wanaosha mikono. Mnaonaje nyie mliokuwepo Jumapili, ladha iliyokuwepo Jumapili na leo? Wani kama vile tunaopeke fulani? Kwani Jumapili kulikuwa kumesheheni, lakini leo tumekuwa na hali fulani ya upeke wachache. Au wasemaje? Ni kitu ambacho kinaingia ndani ya moyo. Nikaona wivu. Nikatamani kila Jumapili tungekuwa tunajaa namna hiyo. Ilifika wakati ukitokapo nataka kuingia ofisini, unapata shida, nitaingiaje pale? Maana watu wamesoma mpaka huko nyuma. Tuliongeza viti. Na nilimpa mtu hesabu, akashindwa kwa hesabu watu, akaamua kuhesabu viti. Kwa hiyo viti tu vilikuwa 225. Tukiacha waliokalia benchi, waliosimama, lakini viti tu. Unaonaje hapo? Alihesabu viti vilivyokuwa humo ndani. Nikatamani asubuhi nilipokuja hapa, wakati natoka, mtu akaniomba lifti, anaenda kanisani Roma. Nikaenda, nikafika mbali, kanisa limejaa, nje kumetapika. Ukaendelea kuwa mwiba ndani ya moyo wangu. Lakini nikakumbuka kitu ambacho wakati ninakuwa na wivu, nikakumbuka kitu gani niliambiwa kwamba ili kuleta mamilioni ya watu kwa Yesu, ni namna gani kanisa la kwanza au wanafunzi wa kwanza walivyofanya. Wakati Yohana anahubiri, turudie huo mstari. Wakati Yohana anahubiri, siku ya pili yake, Biblia inasema kwamba akamtazama Yesu akitembea, ule mstari 36. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu. Wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata. Yesu akageuka kuwauliza, mnatafuta nini? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Sasa angalia ule mstari wa 40. Andrea ndugu yake Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu.
Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu, naye Yesu akamtazama akasema, wewe u Simoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, tafsiri yake Petero au jiwe. Andrea alikuwa miongoni mwa wale watu wawili waliomsikia Yohana na kuamua kumfuata Yesu. Kilichotokea ni nini? Alipokuwa na Yesu, baadaye akaenda kumwambia ndugu yake, tena sio ndugu yake wa jirani yake, ndugu yake wa kuzaliwa naye. Akamwambia, ndugu, tumemwona Yesu, yaani Masihi. Akampeleka kwa Yesu. Kumbe tunaweza tukasababisha mamilioni ya watu kwa Yesu, kwanza kuwashuhudia ndugu zetu wenyewe ambao hawajaokoka. Unakaa na ndugu yako, kaka yako, mdogo wako hajaokoka, unaweza kumwambia neno ukamleta kwa Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nikatamani nikasema hivi, ili mamilioni ya watu kwa Yesu, hivi kama kila mmoja ndani ya mwaka mzima, niliongea Jumatano, ndani ya mwaka mzima kila mmoja alete mtu mmoja tu, ang'ang'ane na mtu mmoja tu. Usinyang'ane na watu wengi, usinyang'ane na 5 wala 10, ng'ang'ana na mtu mmoja tu. Tunabaki kama tulivyo hivi tulivyo, halafu tukaongezeka mara 2. Si wengine watakulia hichi, halafu tumeongezeka mara 2. Mwaka mwingine sisi na wale tuliowaleta tumeleta tena mmoja mmoja. Ndani ya miaka 5 si tutaongeza uwanja, tutaongeza kanisa, tutapanua kanisa na tutawatoa watu na tutaongeza kanisa liwe kubwa, maana watu wamekuwa ni mamilioni ya watu. Lakini inawezekanaje vitu hivi? Ni mpaka mtu awe na uchungu, uwe na wivu, utamani mamilioni ya watu kwa Yesu yawepo, utamani watu wapo kwa Yesu. Angalia ule mstari unaofuata, anasema hivi, siku ya pili yake, mstari wa 43, alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamwona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petero. Filipo akamwona Nathanaeli akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, lawezaje neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwa chini ya mti nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiye mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nilikuambia nilikuona chini ya mti, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya Mwana wa Adamu. Filipo alipokuwa anamshuhudia au anamwambia Nathanaeli, yamkini Nathanaeli alikuwa ni rafiki yake na ni watu waliokuwa wanajua maandiko. Filipo akamwambia, tumemwona Yesu Masihi, yule aliyeandikwa kwenye vitabu vya manabii na Torati, mwana wa Mungu. Filipo akampeleka kwa Yesu. Wakati wanaenda, Yesu akamwona, akaongea habari zake. Nathanaeli anafika nauliza, inakuwaje umenitambua? Yesu kumwambia, kabla Filipo hajakuambia tunapokaa chini ya mti nilikuona. Filipo akasema, hakika wewe ni Rabi, mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, yaani kukwambia maana yake ni nini?
Wakati mwingine unaweza usikie kushuhudia, kufungua neno, kulisoma na kulitafakari, hujui, lakini unakosa cha kumwambia hata rafiki yako. Njoo kanisani kwetu, kuna waimbaji wazuri. I say, ukijifika kipindi cha sifa, watu wakisifu, utasikia ndani ya moyo, utasikia ndani ya moyo. Atakapokuja huko, atakapokuja naye, sio kazi yako kukutana naye, ni kazi ya Mungu kukutana naye. Wewe umemshuhudia kumwambia mambo ambayo unaona kwamba yanafaa kumwambia. Kuna wakati mwingine tunashindwa kushuhudia ni kwa sababu hatuambii watu. Hebu waambie watu, bwana, ndugu yangu, rafiki yangu, karibu kanisani kwetu. Ukiingia kanisani kwetu, hutotoka kama ulivyoingia, utamwona Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nakumbuka ule mkesha, binti mmoja anasema, aisee, nilipoingia mahali hapa nimesikia amani na furaha, na kuanzia leo mimi ni wa hapa. Ameshuhudiwa na nani? Yule aliyemwambia leo tukeshe kanisani. Kanisa lile, leo tukeshe kanisa lile. Unaonaje na wewe uwe na kitu cha kujivunia katika maisha yako? Hujawahi kumshuhudia mtu, hujawahi kumleta mtu kwa Yesu. Unaonaje unyang'ane kwamba Mungu, naomba mwaka unipate mtu angalau mmoja, achilia bali watu wengi, angalau mtu mmoja. Sikiliza, kuna vitu vingine tunajikoseshea baraka zetu, na wakati mwingine tunashindwa kumwona Mungu akitutumia ni kwa sababu hatujasimama kwenye kusudi lake. Nilisema Jumatano wakati wa mafundisho, nilisema hivi, unataka kujua Mungu anakutumia au hakutumii, simama katika kusudi lake. Wewe wanaofanya uinjilisti, kushuhudia nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, kuna vitu vingi Mungu anajidhihirisha, maana Biblia inasema kwamba atalithibitisha neno. Nikasema wakati mwingine utaingia mji fulani, utakutana na mgonjwa, utashuhudia baadaye, sema unataka kuondoa, hapa kuna mgonjwa, yuko wapi? Hebu ngoja nikamshukuru Mungu kwa ajili yako. Utaweka mkono juu yake na utaondoka, hata anauma, lakini ukiondoka anabaki anapona. Kesho ukipita kumwangalia, huyu hapa ni mzima, unafikiria na huyu, utazama wewe ndio ulimloga. Kwa nini? Yaani baada ya kumwombea amepona. Hebu niambie, hiyo familia ukiwaambia tunataka tutafakari neno la Mungu, na jana yako wameshuhudiwa, wameona uponyaji, wataacha kumwona Mungu? Wataacha kuamini? Sasa nataka nini? Tusimame kwenye kusudi la Mungu, tuanze kusababisha Yesu aheshimiwe na tukuzwe hapa duniani. Turudishe heshima ya Mungu hapa duniani. Tusimame tuambie watu, tuwashuhudie watu, tuwaelekeze watu. Halafu katika kushuhudia, Yesu mwenyewe atasimama. Hata yeye sio kwa nguvu zako wala sio kwa akili zako. Yeye mwenyewe atasema, hili neno nataka nithibitishe ndani yake. Wakati Mungu akinena na mtu, unaweza kuona kama maajabu ajabu. Mwaka juzi mwezi wa 12 nilipokuwa nasema Mungu amenisikizisha sauti za watoto wengi. Mwaka huu tunaoanza ni mwaka wa kubarikiwa watoto. Tukaanza na ule mwezi wa kwanza na mwezi wa pili. Wale wanaokuja kwenye kuondoa wakakata tamaa. Nikasema hamna shida, hata msipokuja, lakini najua Mungu atafanya. Tuliendelea na hiyo. Hebu niambie, mwaka jana tumepata watoto wengi kuliko miaka mingine. Au unasemaje mke wangu? Si mmeshuhudia jamani? Hata kama leo hujapata, jiunganishe na mwaka. Mwambie Mungu, mwaka jana umenipita, mwaka huu sitopita. Maana tayari neema ya Mungu imeshafunguka. Sikiliza, kuna vitu vingine vinaweza vikaja kwa kawaida kabisa. Mungu akanena nawe, ingia kwenye mji huu, kuna mtu ambaye anataka umshuhudie. Ukaingia, hata kama utakukanwa, utafukuzwa, lakini kuna mtu asema, mwacheni tumsikilize kidogo. Ukawaambia maneno ya Mungu, halafu nitoka, utashangaa yule mtu anakufuata. Hebu nielezee vizuri, ilikuwaje? Nakumbuka miaka
ya nyuma, miaka mingi kidogo, ikiwa pale Kijitonyama, bado tulikuwa tunaitwa UMPT. Nilikuwa nashuhudia mitaani. Nimeshuhudia mitaani, nikazungukia kituo cha Mabatini, Kijitonyama, nikazunguka. Wakati nazunguka nikakutana vijana watatu. Wakaniita. Sinashuhudia. Nikaenda. Tukachibizana maneno ya Mungu. Mwisho wa siku akashindwa. Nikamwambia, sasa umeshindwa? Na kawaida anayeshindwa anakuwa mtoka wa yule aliyeshinda. Kwa hiyo piga magoti, nikusalisha sala ya toba, uokoke. Umeshindwa? Na unamjua Mungu kweli ni nani? Yule kijana kaja juu, akataka kupigana na mimi. Wenzake akasema huwezi kumpiga. Wewe simama mwita. Piga magoti wa kuombea. Akakataa. Sema huwezi kumpiga. Wakabaki wanavutana wao, akasema wewe jiendee. Huyu ameshindwa, hana lolote. Hebu niambie, nani alinisaidia kuingilia kati? Si Mungu. Kama sio Mungu, na kupitia tukio nilimwona Mungu, nisema hakika Mungu uko pamoja na mimi. Kwa nini? Ni kwa sababu nilikuwa nafanya kazi yake. Jamani, unapofanya kazi, kama ni kazi ya ofisi, mwenye ofisi ukiumia ndiye anayegharamikia. Kwa hiyo tunaposimama katika kusudi la Mungu, Mungu anatembea na ndio maana akasema nitakuwa pamoja nanyi mpaka mwisho wa bahari, mpaka mwisho wa dunia. Ni katika kusudi la Mungu hasa. Akiza kuu tunaposababisha mamilioni ya watu kwa Yesu. Nimekuwa na wivu sana. Hebu muangalie yule mwanamke katika Injili ya Yohana sura ya 4. Injili ya Yohana sura ya 4. Namna gani tulete mamilioni ya watu kwa Yesu? Nitasema sehemu ndogo tu, mstari ule wa 27. Injili ya Yohana sura ya 4. Wewe ukianzia mstari sura ile ya kwanza utapata habari hiyo, lakini mimi nisome mistari michache. Mstari wa 27. Mara hiyo wakaja wanafunzi wake wakastaajabu, kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke, lakini hakuna aliyesema unatafuta nini, au mbona unasema naye. Basi yule mwanamke akaacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Mstari wa 39. Na katika mji ule Wasamaria wengi wakamwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyoyatenda. Basi wale Wasamaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, maana sisi tumesikia wenyewe, tena kwa jua kuwa hakika huyu ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu fikiria yule mwanamke Msamaria. Upande mwingine tunaweza kusema kwamba ni hawa na watu wa kujiachia machabudoa. Naweza kufananisha na hiyo. Yesu anamuomba maji. Katika kuhojiana, Yesu anamuuliza, kuma alipomwambia ungejua nani alikwambia nikupa maji ya uzima. Mwisho anasema, nipe maji hayo Bwana, ili nisije kuchota hapa. Kamwite mume wako. Anasema, sina mume. Sio kwamba hana mume. Mume wake anayo. Ila akasema sina mume. Maana yake yamkini atapata mume mwingine hapa. Yesu anasema umesema vyema, maana huyo mume ulionaye watano sio wako. Amejuaje kama nimeshakuwa na wanaume wangu na huyu ni watano? Amejuaje? Katika mambo kama hayo ya kuongea naye. Mwisho wa siku wanafunzi wake walipokuja, yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda mjini kushuhudia. Na hakusema kushuhudia jamani, ukafanya fanyeni. Jamani,
njoo muone mtu wa ajabu. Ameniambia mambo ya zamani niliyofanya. Yamkini huyu ndiye Masihi, huyu ndiye Kristo. Yamkini ni yeye. Njoo muone. Lile neno la njoo muone, ameniambia vitu vya zamani nilivyovitenda. Maana hakujua mimi na wanaume wangapi, lakini ameniambia yamkini ni yeye. Njoo muone. Umati mkubwa ukaja, watu wengi wa Samaria wakaja. Kufika pale wakamsikiliza, wakamwamini na wakaona kaya pale. Akakaa siku mbili, watu wengi wakaamini. Wanamwambia mwanamke kwamba tumeamini si kwa neno lako tu, sisi wenyewe tumejisikilizia na kuelewa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba unaweza kutumika kumwambia mtu aje hapa, atakapofika hapa ataamini na kuamini na kukwambia hakika nilichelewa wapi. Kwa nini nilikuwa sijaingia? Kwa nini nilikuwa sijamjua huyu Yesu? Kwa nini sijajua utamu wa Yesu? Atakwambia mambo mengi, nimeamini lakini nimeelewa zaidi. Na utashangaa atakuwa ni mwinjilisti mkubwa kuliko hata wewe. Mwambie jirani yako, hebu simama katika kusudi la Mungu. Geukia jirani yako kumwambia simama katika kusudi la Mungu. Tulete mamilioni ya watu kwa Yesu. Tamani kuleta mamilioni ya watu kwa Yesu. Tutamani. Hii kauli mbiu ilipoundwa, tulete watu angalau tulisema 3. Mpaka mwisho wa mwaka umeisha. Jamani, mwaka ni mkubwa. Mwaka si mkubwa. Lakini watu 3 watu tulishindwa kuleta. Kushuhudia watu wangapi? 3. Labda niulize, nani alifanikiwa kuleta hata mmoja mwaka ule? Haya, hebu tutamani. Wewe tamani, mimi ni tamani. Yaani tamani ndani ya akili zako, weka moyoni mwako, mwambie Mungu nisaidie, nitie nguvu. Nahitaji mtu mmoja tu. Hatutabaki kama tulivyo. Na nikwambie, kanisa linapokuwa kubwa, watu wanapoongezeka, kila kitu kinaongezeka. Miujiza itaongezeka, ushuhuda utaongezeka, matatizo yataongezeka, pesa zitaongezeka. Sasa sadaka itaongezeka jamani. Mashemasi Jumapili singehesabu sadaka tofauti na ile ya siku zote. Mashemasi mpo. Kila kitu kitaongezeka. Na utumishi utaongezeka, hata uimbaji. Mambo yatatokea vikundi mbalimbali. Wengine watajigrupu kundi lingine, wengine itaitwa kwa ABC. Zinakuwepo. Nini? Kwa sababu karama mbalimbali zitanyanyuka. Watu wengi wanapokuwepo, kuna vitu vingi vinaongezeka. Changamoto pia zitaongezeka. Lakini pia Mungu atajitwalia utukufu zaidi kwa ajili ya wale wanaookoka na kwa ajili yetu yako wewe uliyesimama katika kusudi la Mungu. Utamuona Mungu tofauti na hivi unavyomuona Mungu. Mungu atakutumia katika viwango ambavyo sio vya kawaida, tofauti na hivi ulivyo. Kuna kibali ambapo wakati mwingine tunajipoteza, ni kwa sababu hatusimami katika kusudi la Mungu. Tukisimama katika kusudi la Mungu, tukaleta mamilioni ya watu kwa Yesu, ndugu yangu, utakuwa na kibali ambacho sio cha kawaida. Utatembea hapa duniani kana kwamba unatembea juu angani. Unajiona hivi, ni mimi au ni mwingine? Nini? Yesu amekunemesha. Ni kwa sababu umesimama katika kusudi la Mungu. Ukisimama katika kusudi la Mungu, Mungu naye anasimama pamoja na wewe. Alisema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, haya mengine yote mtazidishiwa. Leo tuna wafanya kazi. Mfano muda wa kazi, wewe ukae tu, usifanye kazi. Halafu muda wa kutoka kazini ndio ufanye kazi upate zile pesa za overtime. Je, utafanikiwa? Utasonga mbele? Muda wa kazi maana yake uonekane kama uko kazini. Matokeo yake mshahara utakaopata utatokana na ile overtime. Overtime ni hela za ziada zinazoongezea juu ya mshahara wako. Anaposema kwamba mengine yote mtaongezewa, tule nini, tuvae nini, tunywe nini, ni vitu vya ziada. Tunaposimama katika kusudi la Mungu, hivi vitu Mungu mwenyewe ataviongeza kwa namna yake. Ule nini, uvae nini,
unywe nini, muishi namna gani, watoto waishi namna gani. Utashangaa umeweka katika kusudi lake. Mungu naye anaandaa familia, utashangaa mwaka mzima hakuna naye lazima, hakuna nini, umesimama katika kusudi. Mungu naye anafanya ili kukusapoti ili uendelee kusimama katika kusudi. Mwisho wa siku unashangaa unamwona Mungu kila kitu kinafanyika. Ni kwa sababu umesimama katika kusudi lake. Tamani kusimama katika kusudi lake. Ndio maana katika hiyo makanisa 7 akasema, kumbuka wapo watu ambao walikuwa ni wainjilisti wazuri, washuhudiaji wazuri, leo umeacha wapi hiyo huduma yako? Wapo watu ambao walikuwa wanaleta mbele, watu wanashuhudia, watu wanaokoka, wanaleta kanisani, leo hakuna. Hiyo huduma umeacha wapi? Tamani, hebu una wivu. Una wivu. Sikia wivu. Kwa nini yule hivi? Kwa nini yule hivi? Sikia kuumia. Ukisikia kuumia utasababisha mamilioni ya watu kuwepo kanisani. Usipoumia huwezi kumsaidia mtu. Umia unapoona mtu anahangaika. Umia unapoona mtu anateseka. Umia. Ukiumia utajua namna gani nimsaidie, namna gani nifanye. Hata kama huna uwezo kufanya, lakini utamwambia Mungu, msaidie huyu ili atoke hatua hii aingie hatua hii. Utashangaa. Hata kama hatakujua kwamba wewe ndio umesababisha amuone Mungu, lakini ndani ya moyo wako utasema, Mungu namshukuru kwa ajili ya huyu kwa sababu amekuona wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Tamani kusema katika kusudi la Mungu. Tamani kufanyika mtendakazi wa kuleta mamilioni ya watu kwa Yesu. Tamani kutimiza kauli mbiu hii, mamilioni ya watu kwa Yesu. Kuanzia hapa, hebu tamani kwamba apse na tamani tusiwe hivi. Mpaka mwisho wa mwaka tunamaliza, tuwe mara 2. Kule waliko mashemasi viti vijae, halafu tuanze sasa, kanisa ni ndogo, tunahitaji tuliongeze. Jina la Bwana libarikiwe. Na tukifanya hivyo, ndugu yangu, utashangaa Kigamboni yote takimbilia hapa. Amina. Na nikwambie, kanisa hili mpaka wake ni huu hapa. Mpaka barabara lami. Hii barabara mpaka barabara lami mpaka vinapokutana. Hii yote ni eneo la kanisa. Hii yote ni kanisa. Tunatakiwa tujenge kanisa zaidi ya viwanja viwili vya mpira. Lakini tutavijazaje? Ni pale tutakaposimama katika kusudi la Mungu, na huyo akasimama kusudi la Mungu, tunatoa moja, tunaongeza. Mwisho wa siku tutafikia nini? Haiwezekani. Haiwezekani. Unakumbuka yule aliyekuwepo hapa akatoa unabii nikaukataa. Mimi niliukataa. Wakati tunaanza huduma tulikuwa mimi na mke wangu na wengine 3 tukawa 5. Akasema kanisa hili naliona ni kama kanisa la Kakobe. Nikakataa. Nikasema sitaki kuwa kama kanisa la Kakobe. Mimi nataka niwe kanisa la pekee zaidi ya la Kakobe. Niwe kanisa la pekee. Unajua ukikubali kuwa kanisa kama la fulani, ukifika vile viwango alivyokuwa navyo yule mtu, hakuna kuongezeka. Umejifungia mlango. Sawa Lakini ukisema ninakataa, nataka niwe zaidi tofauti na hivyo. Tuko ngapi? Tuko 5. Leo tuko ngapi? Nina imani kwamba tutafika huko. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini ili tufike ni pale mimi na wewe tutakaposimama katika kusudi la Mungu. Tukasababisha tu. Acha kushughulika na watu wengi. Ng'ang'ana na mmoja mpaka imarike na wepo kanisani na afanyike kuwa memba wa kanisa. Halafu mwaka mwingine unang'ang'ana na mtu mwingine na yeye ni mtu mwingine. Kama hivi tuko watu 150. Halafu mwaka tunamaliza tunamwongeza watu 150. Si 300. Haya mwaka mwingine si 600. Mwaka mwingine 1200. Hadiona mamilioni ya watu wa Yesu. Kitumi nzima na Kigamboni yote si wanasema aise wapi baba Kigamboni Tumi. Sasa kwenda huko. Utashangaa wote wanaelekea huko. Hilo inawezekana kabisa. Ni pale ambapo maombi na kujitoa na kufanya kazi na kusimama katika kusudi la Mungu na kumtafuta Mungu na kumheshimu Mungu na kumtii Mungu na kunyenyekea kwa Mungu ili Mungu atutumie kama vyombo vyake, inawezekana kabisa. Mungu mbinguni atubariki. Watu wanatamani, wanasikia hukumiwa ndani ya mioyo. Wanasikia hukumu ndani ya mioyo, sema kwa kweli
natamani kufanya hiki kitu, natamani kuwa miongoni mwa watu wa kuleta mamilioni ya watu kwa Yesu, natamani kuwa miongoni mwa watu wa kuheshimisha Mungu hapa duniani, natamani kuwa miongoni mwa watu wa kusababisha kanisa liwe tofauti na hivi tulivyo. Hebu weka mkono wako kifuani, nena na Mungu wako.